Twende. Mimi naitwa Protas Shengoma, ni mkazi wa kijiji cha Magoti Kibeta na ninalima avocado kwa Bukoba hapo sehemu ya Tetawa na kijiji cha Kilimo kule Mugabo na kidogo Kibeta na Chaki. Alipo tunaona avocado kwa mkoa Kagera bado sawa. Wewe ndio mpango wako ni kwa wananchi wako? Kwanza niseme kwanza hali ya hewa ya mkoa wa Kagera kwa ujumla wake ni hali ya hewa nzuri sana, ina hali yote inayostahili kwa ajili ya zao za avocado, lakini haukuwepo msimamko mapema wa kuleta zao hili katika mkoa wa Kagera, lakini wakulima wamejiongeza sana. Sema mkoa watu wa Ngara wameshafanya kazi kubwa sana, Karagwe wamefanya kazi kubwa sana, Muleba huko shamba mazuri sana, na sisi huku Bukoba vijijini na Msenyi na Bukoba manispaa yako mashamba mazuri ya avocado. Na niseme kwamba zao kuu la mkoa wetu la kibiashara kwa miaka mingi ilikuwa ni kahawa, na hapo kati kahawa ilidorora na watu wakatelekeza mashamba ya kahawa. Kwa bahati mbaya kwao sasa kahawa nayo imepanda, lakini hiyo inaonyesha kwamba zao linaweza likawa mashuhuri kwa muda fulani na baadaye likawa sio mashuhuri tena. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na mazao mbadala. Sasa mbadala mimi naoona kwa Kagera ni avocado, iwe kwa wakulima wakubwa au iwe kwa wakulima wadogo. Wakulima wadogo Kagera kwa vipindi vya mvua viwili vilivyopo na mvua nyingine za katikati anaweza kalima avocado bila kuwa na mradi wa umwagiliaji. Wakubwa watalima kama wakubwa, wataweka na umwagiliaji, lakini pia kuna wakubwa ambao pia hawamwagili na bado zao linatenda vizuri. Kwa hiyo nasema ni vizuri uongozi ngazi zote za mkoa ukalipa jicho la pili zao la avocado kama wanavyolipa jicho la pili zao la kahawa kwa kuwasaidia hata watu kupata miti. Sawa. Advocate, kuna watu wanaogopa kulima zao hili wakisema masoko yanaweza kawa magumu katika mkoa. Hawa unawaambia nini katika kuhakikisha kwamba zao hili sasa linafikia kila mwana Kagera? Njia nzuri ya soko katika sehemu zote wanazolima ni kuwa na mzigo. Sasa unakuta mtu ananunua kwa ajili ya kusafirisha nje, akija kwenye mkoa mzima lori inazunguka ikiwa na container moja, inamchukua wiki nzima hajapata mzigo. Wakati kwa wenzetu kama Njombe, kama Tukuyu, kama Kilimanjaro, mtu anaenda kwenye shamba moja anajaza container moja hata mbili. Kwa hiyo tunachohitaji ili kuwavutia wanunuzi walio wengi ni kuwa na uzalishaji mwingi na wenye ubora. Kwa njia hiyo wanunuzi wengi wataiona kama Kagera nayo ni sehemu moja ya kuja kutoa bei nzuri kwa zao la avocado. Lakini pamoja na kusema hayo, si kweli kwamba soko lina shida. Watu walio na avocado mwaka jana, mwaka huu tumeuza. Na tumeuza bei wakati mwingine ilipanda kidogo hata kuzidi baadhi ya sehemu nyingine, kwa sababu walikuja wakati kule kumeshaishiwa, huku sisi tuna matunda. Kwa hiyo tuna nafasi nzuri sana Kagera. Uzalishaji mwingi wa Kagera unakuja kwenye kipindi ambacho mikoa ya kaskazini na kusini wanakuwa wameshaishiwa. Sasa sisi tunakuwa ndio sehemu ya kupata avocado. Kwa hiyo watu wasiogope soko, wingi wa zao na ubora ndio utakao tuletea soko. Nafasi ya serikali kuhakikisha kwamba zao hili sasa linaingia kwa wakulima iko wapi? Nafasi yao iko sehemu mbili. Moja ni kwenye kuhamasisha katika nafasi zao kama viongozi wanapokutana na wananchi. Pili, kuwasaidia. Kuna halmashauri hapa kwenye mkoa wa Kagera zimeweza hata kununua miche na kuwagawia wakulima, sehemu ya pili. Sehemu ya tatu ni kutoa maafisa ugani kabisa na kuwapa majukumu kule vijijini kuwaelimisha watu juu ya zao na kuwasaidia kulima avocado, sio avocado tu lakini avocado bora. Na tumeona sasa umeanzisha kitalu kipya hapa katikati ya mji. Malengo yako ni nini kwa wananchi wa? Niseme kwanza hiki sijaanzisha kama kitalu kipya, bali ni sehemu ya kuuzia miche. Inatengenezwa kwenye kitalu changu kilichoko kijiji cha Itawa, ambacho sasa nimefika mahala ambapo kati ya sasa na Februari nitaweza kuwa na miche kama 20,000 sokoni, lakini lengo langu kwa miaka miwili ijayo nilikuwa naweza kuzalisha miche kama
100,000. Sasa nimeona kwa kule Itawa kijijini, mwananchi hata ukimwelekeza saa nyingine anapotea, anakatia tamaa huko. Sasa nimeona nianzishe kitaru hapa mkabala na Radio Kasbante, ambako sasa kunafikika kwa urahisi. Watu wanaotoka ofisi ya mkoani, wanaotoka hospitali, yeyote ukimwelekeza hapa anakuja bila kupotea. Ili basi watu wasihangaike, mimi nitakuwa nikizalisha kule naleta hapa. Wanaohitaji mzigo mkubwa sana wakiona hapa wanakwenda kupakiwa kule kwenye kitaru halisi, na nafikiri kwa kufanya hivyo tutawasaidia watu kupata miche iliyo mizuri kwenye nafasi ambayo inastahili. Umesema wewe ni mkulima na tayari mmeshaanza kuzalisha na mmeshauza sehemu. Hebu tuambie, kuna wakulima ambao watakuwa na kusikiliza kwa sasa, avocado inabidi uichanganye na zao gani ambalo itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu kuna wengine wanachanganya na kahawa? Kwa uelewa wangu, mimi nilianza kulima avocado kwa Njombe miaka 6 iliyopita. Nimeanza kulima hapa Bukoba, kuanza kuandaa shamba miaka 5 iliyopita. Na nimetembelea mashamba. Avocado haichanganywi na kitu chochote, na mimi sio agronomist, lakini kuna sababu za msingi za mmea kunyang'anyana vyakula na mimea kutopatana kwenye ustawi wake. Unaweza ukaweka mmea ukachanganya mle, ukala sana chakula ukauzidi avocado ikapotea, na ukakuta huo mmea uliokula chakula cha avocado pengine faida yake sio kama avocado. Kuna mazao ukiyachanganya hata na migomba hata nani yanakubali, lakini avocado, mashamba yote ya avocado yako peke yake, ni avocado peke yake. Na watu wanapaswa kujua mambo mengi, ikiwemo spacing, ikiwemo nini, wakiangalia kwamba unaandaa mti wa kuishi miaka 10, unaandaa mti wa kurithiwa na vizazi na vizazi, ili mradi unautunza vizuri. Asante sana. Pengine kwenye haya kuna lingine ambalo umelisahau ambalo unahitaji kuongea na wananchi? Karibu sana. Labda kwenye hilo la spacing nitoe demo tu kidogo ya maelezo ya maneno. Ni kwamba mche wa avocado ukitunzwa vizuri, unaweza ukawa na canopy ambayo ina mita 4 kulia, mita 4 kushoto, yani mduara wa mita 4, kwa hiyo ni 8. Kwa hiyo ukiweka space ili miche hiyo isiharibike, iachie mti kwa uchache mita 5, mita 7 hadi 8 kati ya mche na mche. Kusudi canopy ikiwa mita 4 ndio unakuta sasa imegusana huku chini, hata nyasi hazioti. Lakini ukiweka umeibana zaidi, inakwenda juu ambako uhitaji yeye, kwa sababu hii sio avocado za kutingisha mti, ni kuvuna na mkasi. Kwa hiyo inabidi utakuta umejipunguzia uzalishaji. Kwa hiyo inapokuwa na canopy kubwa ndio unabeba kilo nyingi. Kwa hiyo na washauri wasibane kuwa na miche mingi, wabane kuwa na miche mizuri. Asante sana.